Jeshi la Polisi katika wilaya ya Kipolisi Makambako katika kuzuia na kutanzua uhalifu limefanya operation maalum kati ya tarehe 11 mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 2026 na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa 17 kwa makosa mbalimbali ikiwemo wizi wa mifugo, wizi wa pikipiki na wizi wa kawaida. Mali zilizokamatwa katika operesheni hii maalum ni pamoja na pikipiki 10, gari moja aina ya Toyota Lumio yenye namba za usajili T917 EHD, TV 9 zenye ukubwa tofauti, subwoofer 5, magodoro 2, baiskeli 1 na nguo mbalimbali. Miongoni mwa watuhumiwa waliokamatwa katika operesheni hii ni Fredi and Fide Kiao miaka 47, mkazi wa Ikuna hapa Makambako, Ibrahim Mashaka mkazi wa Matema kule Mbeya, na Aldo Luipande miaka 38 mkazi wa Kibendage Makambako. Watuhumiwa hawa walikamatwa wakiwa na nyama ya ng'ombe kilo 19 pamoja na ng'ombe wawili wazima aina ya Maksai. Wengine ni pamoja na Godrav Thomas Mzena, huyu ana miaka 30, mkazi wa Ibumila, na Elnes Zakaria Mkamba, huyu ana miaka 28, mkazi wa Kitisi, ambapo watuhumiwa hawa walikamatwa wakiwa na TV zile tulizozitaja 9. Aidha, watuhumiwa wengine waliokamatwa ni kama ifuatavyo. Kuna mtu ambaye amefahamika kwa jina la Joseph Nchambi miaka 25, huyu ni mkazi wa Ibumila. Isaac Kalume Wimile miaka 33, mkazi wa Ubaruku. Chesko Thomas Mzena miaka 35, mkazi wa Ibumila. Ernest Zakaria Nkamba miaka 28, mkazi wa Kitis. Jolome Isa Kibogojo miaka 25, mkazi wa kijiji cha Chipogolo mkoa wa Dodoma. Ernest Zakaria Nkamba miaka 28, mkazi wa Kitis. Jimson Gabriel Mangula miaka 19, mkazi wa kijiji cha Ninga. Baraka Mwiche miaka 25, Israel Samson miaka 45, mkazi wa Itipingi, na Juma Beatus miaka 45, mkazi wa mtaa wa Ndondole Makambako, na wa mwisho ni Elisha Lunalo miaka 46, mkazi wa Itipingi. Watuhumiwa wote hawa watafikishwa mahakamani mara upelelezi utakapokuwa umekamilika. Tunawaomba wananchi wote ambao waliibiwa siku za nyuma vitu kama pikipiki, TV, subwoofer na nguo mbalimbali waweze kufika katika kituo cha polisi Makambako kwa ajili ya kutambua mali hizi ambazo zimepatikana katika operesheni hii. Aidha, jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Njombe kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, hasa pale wanapoona kuna watu wanaowatilia mashaka, ili hatua ziweze kuchukuliwa kwa wakati kabla madhara